Wewe ni wa thamani kubwa. Hebu sema mimi ni wa thamani kubwa. Sijui unajionaje? Labda unajiona kama mtu ambaye hana maana kwenye dunia. I want to tell you, mbingu kabla ya kuleta duniani ilijua utakuwepo. Na ilikuleta kwa makusudi uwe mtu wa aina fulani. Changamoto ni mazingira tu uliokutana nayo. Biblia inasema walipotea, watu wamepotea toka tumboni. Na walipotea tangu tumboni wakisema uongo. Ninataka uanzie hapo kuelewa kuna watu walipoteza destination. Kuna watu walipoteza hatima na walipotea tangu tumboni. Leo tunazungumza kwa habari ya baraka au baraka za kutamalaki. Baraka za kutamalaki. Leo kama unaandika, andika baraka za kutamalaki. Baraka za kutamalaki. Kutamalaki kwa lugha nyepesi zaidi tunasema kutawala. Haleluya. Haleluya. Kama nilivyokuambia, baraka ni nguvu ya kiroho ya kuzalisha ustawi, kuenea, kumiliki na kuongezeka. Sasa kama ulitamkiwa baraka ya kuwa na amani, unaweza ukatamkiwa baraka ya kuwa na amani ukawa mtu mwenye amani lakini maskini asiyekuwa na kitu. Unaweza ukatamkiwa baraka ya kuwa na afya njema, ukawa na afya njema lakini unaga nyumbani, una mahali pa kukaa. Kwa sababu baraka hiyo hauna. Sipo kwa nini? Baraka ni nguvu ya kiroho. Ndio maana tunasema achilio la baraka juu ya mtu. Maana hiyo baraka ikishatamkwa juu yako haifai kuondoa tena. Hamna wa kukuondolea hiyo baraka, maana imeshaachiliwa juu yako. Haleluya. 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 Biblia inasema wamepotea tangu tumboni, na mahali pengine anasema wamepotea wakisema uongo. Nataka tuanzie hapo kidogo tu alafu nikulete hapa. Singependa uandike hiyo, ningependa tu usikilize kidogo. Tusikilize kidogo hapo. Hili tunapenda kushirika na hili jambo lako. Zaburi ya 58 mstari wa mstari wa 3. Zaburi ya 58 mstari wa 3 ina maneno haya. Inasema hivi: wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Wasiokuwa wenye haki wamejitenga tangu kuzaliwa. Na watu hawa walipotea tangu tumboni wakisema uongo. Kwa watu hawa walipozaliwa walijitenga, wakajitenga na neema iliyotakiwa kuwafanikisha, wakajitenga na mibaraka walioandaliwa na Mungu wao, wakajitenga na utajiri, wakajitenga na ukuu, wakajitenga na mafanikio, maana walipotea tangu tumboni. Okay, kumbe kuna jambo lilianzia tangu tumboni. Walijitenga na kujitenga kwao kulitokana na hali yao ya kupotea tangu wakiwa tumboni. Kujitenga yalikuwa ni matokeo ya kile kilichotokea wakiwa tumboni. Walipokuwa tumboni walipotea wakisema uongo, na walipozaliwa wakajitenga. Maana mtu muongo, mtu ambaye anatenda dhambi hawezi kusimama kama mwenye haki. Kwa hiyo walipotea. Wenye haki walijitenga tangu kuzaliwa. Okay? Na watu hawa wasiokuwa haki walipotea tangu tumboni wakapoteza haki. So mtu huyu aliyepotea tangu tumboni sasa amepoteza uelekeo. Mtu aliyepotea, nafikiri unanielewa, hajui aenda, na tena anaweza sijui atatoka.
aliyepotea hajui alipo. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wamepotea kwenye dira ya mafanikio. Kuna watu waliopotea kwenye dira ya ndoa. Kuna watu waliopotea kwenye dira ya ukuu, kumiliki na kutawala. Na walipotea tangu tumboni. Sasa mtu huyu alipozaliwa akajikuta anajitenga na kilichokuwa haki yake. Anajitenga na mbaraka uliokuwa wake. Anajitenga na mafanikio yaliyokuwa yake. Maana tatizo lilianzia tumboni. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mama alitoka kaenda kwa mganga ukiwa tumboni. Mama alitoka akaenda kutambika ukiwa tumboni. Mama alitoka akaenda akawaendea watu wa madhabahu za giza ukiwa tumboni. Na ulipokabidhiwa tangu tumboni ukapoteza uelekeo. Ile dira ambayo ulikuwa umeichia duniani, ulitakiwa uwe rais lakini ukuwa tena rais. Ulitakiwa uwe profesa ukuwa tena profesa. Ulitakiwa uwe engineer ukuwa tena engineer. Ulitakiwa uwe director ukuwa tena director. Ulitakiwa uwe mtu fulani lakini ukuwa, kwa sababu ulipotea, na ulipopotea ukajitenga na kilichokuwa haki yako. Do you understand what I'm saying? Unanielewa ninachosema? Glory. Sema amen. Sema amina. Glory. Kwa hiyo watu wamepotea tangu tumboni. Waliopotea hawajui walipo, actually hawajui walipo, na hawajui wanapokwenda, na inawezekana wakawa hata wakumbuki walipotoka, kwa sababu kapotea. Yani kaja duniani alitakiwa awe mtu fulani lakini kapotea. Kapotea kwenye destination. Yani alitakiwa awe baada ya muda fulani awe mtu fulani, sasa amepotea. Badala ya kuwa mtu fulani anakuja kuwa mtu mwingine au kitu kingine ambacho hakikutakiwa. Alitakiwa awe daktari, alipopotea akaishia kuwa mchoma mahindi. Alitakiwa awe lecturer, alipopotea akawa fundi wa viatu. Tunaposema amepotea, manake katoka kwenye dira, katoka kwenye kusudi la kuumbwa, katoka kwenye mpango wa Mungu. Haleluya. So wamejitenga tangu kuzaliwa na walipotea tangu tumboni wakisema uongo. Wewe ni nani? Mimi ni fundi viatu. Wewe sio fundi viatu. Wewe ni daktari uliyepoteza mwelekeo. Kwa hiyo hapa unasema uongo. Wewe ni nani? Mimi ni mfanyabiashara wa vitunguu. Kumbe wewe sio mfanyabiashara wa vitunguu. Wewe ni lecturer uliyepotea. Kwa hiyo sasa unasema uongo. Wewe sio mtu wa vitunguu, ni lecturer uliyepotea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unakuta mtu mwenye uwezo wa kueleza mambo mengi ya michezo, mpira na vitu gani na vitu gani, ana uwezo mkubwa kushika vitu na vinakaa kichwani, kumbe aliumbwa kuwa mhubiri. Alipopotea tu akaibukia kwenye mpira. Bwana asifiwe sana. Wewe ni nani? Mimi ni kocha. Kumbe akutakiwa awe kocha. Ni kweli ana hiyo mbegu ya ualimu ndani yake, lakini mwalimu wa kujenga kanisa, haleluya, akapotea. So wako wengi waliopotea tangu tumboni, na kwa sababu hiyo wamejikuta wakisema uongo kwamba mimi ni fulani wakati yeye sio fulani. Tangu alipoumbwa na Mungu alitakiwa awe fulani, akapotea. Watu hawa ndio tunataka kushughulika nao leo. Sema amina. Sema amina tena. Okay. Sasa hebu angalia mahala pengine. Huyu alipotea. Huyu alipoteana tangu tumboni. Zaburi 22 mstari wa 10. Zaburi sura 22 mstari wa 10 inasema hivi: kwako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mama yangu ndiwe Mungu wangu. Kwako nalitupwa tangu tumboni,
toka tumboni mwa mama yangu ndiwe Mungu wangu. Huyu alipotea tangu tumboni akisema uongo. Mwingine alitupwa kwa Mungu wake tangu tumboni. Ndio maana Yeremia anaambiwa, kabla hujaumbwa nalikujua, na ukiwa katika tumbo nilikutakasa. Tazama mimi nimekuweka wewe kuwa nabii wa mataifa. So kabla Yeremia hajaumbwa ni nabii tayari. Kabla hajatoka tumboni kwa mama yake ni nabii tayari. Je, huyu mtoto aliyezaliwa akaishia kuwa mtu wa kutafuna mirungu na kuvuta bangi ndicho alichokijia duniani? No, alipotea, kapotezwa na shetani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu walitakiwa wawe kwenye ndoa, aoe, aolewe, hajafika kwa sababu kapotezwa na shetani. Lakini tunawaombea neema warudi kwa jina la Yesu. Amen. Na yasiyowezekana miaka iliyopita yatawezekana leo. Amen. Yale ambayo yalishindikana nyakati zilizopita yatawezekana leo. Mungu abadilishaye majira, Mungu wa nyakati na majira, Mungu ambaye kwake hakuna usiku wala mchana, Mungu ambaye kwake hakuna yaliyo kusema kwamba hii imepita iwezekani. Yeye ni Mungu anayeweza vyote, anaenda kukushindia kwa jina la Yesu. Amen. Wewe ni wa thamani sana machoni pa Bwana. Sema amen. Amen. Okay, sasa turudi hapa. Nimetaka utafakari ya mambo mawili ili tuanze vizuri. Tunaposema baraka za kutamalaki au kutawala, elewa jambo hili. Hakuna mtu yeyote anayeweza kutawala asipokuwa na baraka ya ukuu. Hakuna mtu yeyote anayeweza kutawala asipokuwa na baraka ya ukuu, au asipokuwa mtu mkuu rohoni. Hakuna mtu yeyote anayeweza kutawala kama hana baraka ya ukuu, kama hana hiyo ukuu katika roho yake, hawezi kuwa mtu mkuu. Ndio maana leo kuna mtu tu hata akipita hapo tu watu wakimwangalia wanaanza kucheka. Maana ni kitu hilo jambo alikuanzia mwilini, ni roho. Kuna mtu akipita hapo hata kama umjui unasikia tu kumsalimia. Yaani kuna mtu ukimwona tu unaona huyu ni wa kuheshimiwa, kwa sababu kuna baraka ya ukuu iko juu yake. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo hapa jioni leo kuna mtu anaenda kupokea baraka ya ukuu, na sio mwingine, ni wewe kwa jina la Yesu. Hii ni baraka kama zilivyo baraka nyingine, na ukishaipokea baraka hii sio wewe peke yako, na mpaka uzao wako utakuwa na hiyo mbegu ya ukuu, kwa sababu hili ni jambo la rohoni na wala sio jambo la mwilini. Sema amina mtu mmoja. Kwa hiyo baraka ya ukuu ni jambo la kiroho, na kwa kuwa vitu vyote vinaanzia rohoni, hakuna kitu kinaweza kikatokea by accident. Haiwezi ikatokea kwa bahati mbaya kwamba eti hainuke mtu mkuu kwenye familia fulani ambayo haikuwa imebeba hiyo mbegu ya ukuu. Ndio maana Mungu alitenga kabila lile la Lawi liweze kuwa ni kabila la kikuhani. Kwa hiyo wao hiyo mbegu ya ukuhani iko ndani yao, katika hiyo generation, katika hicho kizazi, sio kabila lingine. Maana Mungu aliwabarikia hao katika hicho. Haleluya. Wana maarifa zaidi ya kumtumikia Mungu, wana maarifa zaidi ya kusimama mbele za Bwana kuliko kabila lingine lolote, maana hicho kitu kimewekwa ndani yao. Kwa hiyo kinatembea ndani yao kama vile ilivyo DNA system, character fulani zinakuwa ndani ya watu, na mtu mwenye chembe ya ukuu ndani yake ni kitu ambacho kinatembea, kilichoachiliwa kiroho, na ukizaa watoto nao utaishia kuwa wakuu, wataishia kuwa nao watu wa maana, watu wakuu wa kutawala na kumiliki, kwa sababu ni jambo la kiroho. Haleluya. Mtoto wa mkuu na uhakika atakuwa mkuu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana leo mnahitaji hiyo. Sema amina. Leo mnahitaji hiyo kwa jina la Yesu aliye hai. Ili familia yako wakatokea watu wakubwa. Na usishangae hata wewe sasa hivi wataanza kukuona watu. Ukisikia wanakuambia tunataka uwe kiongozi katika eneo fulani, usianze kusema mimi na mambo yangu, usiwe hiyo. Kama ukiona ukienda kuonekana wakikuchagua, wakikwambia hata wanataka uwe balozi wa nyumba 10, kubali ukae hapa hata miezi miwili alafu uambie na staff.
Bwana asifiwe sana. Maana ni kitu ambacho unacho rohoni tayari. Haleluya. Na haya yanaenda kutokea kwenu. Yanaenda kutokea kwenu kwa jina la Yesu aliye hai. Na ninapozungumza hapa, Mungu akusaidie sana. Wakati wa uchaguzi hapa nione watu wakienda kutafuta nafasi za utawala. Naona Mungu hawezi kutawala nchi hii na kuzima kibatari kinachotutesa kama wewe hutaki kuwa mtawala. Bwana asifiwe sana. Nasema mimi nitaenda kuchafuka, mimi nitaonekana nisiyefaa. Sikia nikwambie, Mungu anaotafuta kuna Shadraka, Meshaki na Abednego, wakina Danieli, wakina Yusufu, watakosimama ili wapajenge mahali palipobomoka ili Bwana apate kuiponya nchi. Haleluya. Utaweza kwenda mmoja ukazidiwa na madhabahu za kwao. Wataenda wawili utazidiwa, lakini watakapofika 50 nguvu ya Mungu itasimama. Sema amina. Kwa hiyo ninapoachilia baraka ya ukuu leo, uhakikishe unaujue, utaanza kushangaa. Hata kijiji kinaweza kikakujia kikakuomba ukagombea ubunge. Usianze kusema unajua mimi nimeokoka, sijui nimefanyaje, sijui mimi maandiko yatapotea, sijui Mungu atakwenda na wewe hivyo hivyo akaokoa nchi. Sema amina. Usianze kujieleza kwanza kusema mimi sitaweza, unajua mama yangu ni mzee wa kanisa, sijui ni vitu gani. No, unapopokea baraka ukuu kisha kuwa juu yako, utateuliwa tu kufanya jambo fulani na ukasimame kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna wakuna pita hapo na VX na yale V8 na kila kitu. Haleluya. Haleluya. Nasoro Mungu wangu ndio acha kugombea. Maana akienda kugombea mimi sitaweza kubaki na watoto. Haleluya. Na kazi kubwa kufanya ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Lakini vijana nafikiri mnanisikia vizuri. Amen. Haleluya. Yaani huko sasa, huko kwenye hizo mamlaka ndio tunatakiwa tumpeleke Yesu. Twende tukazungumze mambo ya Mungu, tuanze kuondoa visivyokuwa haki. Unafikiriaje mfano mawaziri wote, viongozi wa nchi, mahakimu wote wa watu waliookoka? Hii nchi itakuwa nchi ya maziwa na asali, maana haki itakaa ndani yake. Bwana asifiwe sana. Na tunapokuwa umeokoka na unaongozwa na mkuu asiyemjua Mungu, utateseka. Haleluya. Haleluya. Okay. Kwa hiyo ukuu ni jambo la rohoni. Sasa mmoja amesema alitupwa kwa Bwana tangu tumboni, na mwingine alipotea tangu tumboni. Sasa hebu tuende tukawaangalie watu wakuu kwenye Biblia, jinsi chimbuko lao lilivyoanza. Hapo utakubaliana na mimi kwamba hichi ninachokuambia ni kitu ambacho tulikipoteza. Tulitakiwa tuwe nacho siku nyingi. Sisi wengine tuliobahatika kupata neema ya ukuu, tulibahatika kwa sababu tulichaguliwa, tuliteuliwa. Mungu alitupendelea akatuchagua ili tuje tukawe sababu ya kuyaleta haya kwako. Sema amina. Sema amina. Okay. Hebu tusome kitabu cha Luka. Luka sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 17. Luka mtakatifu, tusome ile sura ya kwanza. Sura ya kwanza Luka mtakatifu, na tusome kile kitabu cha ule mstari wa 13 hadi mstari wa 17. 13 hadi 17. Luka sura ya kwanza. Maandiko yanasema hivi: lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Hizi ni habari zinazungumzwa za mtoto ambaye bado hajawepo. Anapewa taarifa atazaa mtoto mwanamume na jina lake atamuita Yohana. So mtoto huyu alishakuwepo rohoni, malaika anakuja kutoa taarifa kabla ya kuletwa na Mungu kwenye tumbo la mama. Mstari wa 14, nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Je, watoto wako wanafurahiwa kuzaliwa kwao? Watu wanafurahia huo uzao wako? Je, wewe unafurahiwa kwa kuzaliwa kwako? Kuna watu wanafurahi. Kwa nini? Yohana, watu watafurahia kuzaliwa kwake, bado hajazaliwa. Mstari wa 15, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hebu sema atakuwa mkuu. Rudia tena, atakuwa mkuu. Okay? Kwa hiyo kabla hajaletwa yeye ni mkuu, tangu rohoni
mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, na atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye. Tangu tumboni mwa mamaye atajazwa Roho Mtakatifu. Tangu tumboni. Wakati mwingine akapotea tangu tumboni akisema uongo. Huyo anajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni. Haleluya. Haleluya. Mstari ule wa 16. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa baba, kwa Bwana Mungu wao. Yani yeye huyu mkuu huyu anakuja kwa ajili ya kazi moja tu, kuja kuwarejeza wana wa Israeli waliopotea wamrudie Muumba wao. Haleluya. Tupigie Yohana makofi. Mstari wa 17. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili ya wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Haleluya. Huyo anafanywa mkuu kwa sababu anatakiwa kugeuza mioyo, kuigeuza, na anapewa na nguvu atangulie nazo mbele za Kristo, ili kugeuza na kuwaandaa watu ambao wako tayari wana wa kutii. Haleluya. Huyo ni mkuu wa kwanza. Luka sura ya kwanza mstari wa 31 hadi 33. Luka sura ya kwanza tena mstari wa 31 hadi 33. Tuangalie tena mkuu mwingine. Biblia inasema, tazama utachukua mimba. Nataka uangalie chimbuko. Yaani Yohana amekuwa mkuu tangu tumboni. Kabla hajazaliwa ni mkuu. Ametoka mtoto huyo amezaliwa akiwa amejazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni. Ni mkuu wa kazi fulani. Anasema, tazama utachukua mimba. Huyu ni Mariamu anaambiwa, sio Elizabeth tena. Na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu. Mtoto huyu bado hajakuwepo. Yaani bado hajaingia kwenye tumbo la mama yake. Taarifa inatolewa. Anasema ule mstari wa 32, huyo atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampatia kiti cha enzi cha Daudi babaye. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Atamiliki. Ukuu unaenda sambamba na kumiliki. Sema amina. Sema amina kubwa. Kwa hiyo mkuu wa kwanza huyu amekuja kurudisha watu. Amekuja kuwatoa kwenye kupotea, ili wamrudie Mungu, ili wamrudie Muumba wao, awatengeneze wawe watu wa kufaa. Mkuu wa pili amekuja kuweka kiti cha enzi, atawale, awe na milki mpaka mwisho wa ulimwengu. Sema amina. Na hata sasa anatawala, ndio maana tuko hapa leo. Yesu anatawala. Tupigie Yesu makofi mazuri. Je, mtoto wako tangu tumboni alipotea? Mtoto wako alikuwa na destination gani? Hatima yake ilikuwa nini? Nini kilimpata njiani? Je, wewe mwenyewe ni nini kilikutokea katikati? Ishara za mtu mkuu au dalili za mtu mkuu, watu hutetemeka na kuogopa wamsikiapo au wamuonapo. Haleluya. Watu wanaheshima na nidhamu mbele yake kwa sababu ni mtu mkuu sana. Na walikuwa wanamuona mtawala Magufuli akifika hapa, watu wote wanahaa, kila mahali hakuna amani. Watu wanaogopa kwa sababu ni mtu mkuu. Haleluya. Yaani alipotoka nyumbani alikuwa sio mkuu. Alipofika tu pale akaapishwa. Alipoapishwa tu pale, kala kiapo kamaliza, kuondoka pale, majeshi yote ni saluti. Kama hivi leo ulivyotoka nyumbani kikawaida, lakini unapoondoka hapa utakuwa kama ulivyokuja. Unapotoka hapa unatoka mtu mwingine aliyekwisha kufanywa kuwa mkuu, na utamiliki na kutawala kwa neema ya Mungu itakayokuwa juu yako. Hapata kuwa tena na mtu wa kukusumbua wala kukuzuia. Sema amina. Kwa hiyo chimbuko la mtu mkuu ni tangu tumboni, na mtu aliyepotea ni tangu tumboni. Okay, tunaona Yohana na
Elizabeth anaambiwa Yohana huyu anayezaliwa ni mkuu. Na tunaona Mariamu anaambiwa Yesu anayezaliwa ni mkuu. So mtoto huyu hajawepo, lakini anatajwa kuwa mkuu kabla kuzaliwa. I don't know. Ulizaliwa mazingira gani? Nani alishuhudia kuzaliwa kwako? Nani wa kwanza alikuja kukuona? Uliletewa zawadi gani? Kwa sababu unaweza usielewe, lakini kwa zawadi za kwanza ukatambua mtoto yukoje. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tupe Yesu makofi ya utukufu. Tupe Yesu tena makofi ya utukufu. Kwa mtu anaweza kazaliwa lakini akawa amepotea. Alitakiwa kuwa mtu wa aina fulani, akapotezwa na shetani, asiwe yule mtu aliyetakiwa, akaenda kuwa kitu kingine kabisa ambacho hakutakiwa kuwa. Haleluya. Haleluya. Kila ukuu una sababu. Kila ukuu una level. Kila ukuu una eneo. Haleluya. Haleluya. Amen. Hata mimi ni mkuu mbele za Bwana kuifanya kazi yake. Lakini ni mkuu, mchungaji mkuu au kiongozi katika lango kuu. Lakini ni katibu mkuu wa taasisi ya Betheli Tanzania na nje ya Tanzania. Lakini ni katibu mkuu wa mitume na manabii wote walioko mkoani Arusha. Wote walioko mkoani Arusha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakiongea nikasema nyamaza au kaa chini. Ukisimama tu unakaa chini kwa sababu unajua kukaa sawa. Haleluya. Haleluya. Sasa hii ni position ambazo tunazo, lakini jambo la kiroho kabla sijazaliwa Biblia ilijua mimi majina fulani itakuwa fulani, itakuwa fulani, itakuwa fulani. Kwa hiyo hiyo neema ilikuwa juu yangu tangu tumboni. Tangu mimi nazaliwa nilikuwa na hiyo neema. Tangu nazaliwa Mungu alikusudia iwe hivyo. Na Mungu alinisaidia nisipotee. Maana ningeweza nikapotea nikapoteza mwelekeo. Kama vile watu wengine hivi leo unawakuta kwa njia ni vichaa. Wengine unawakuta wamekuwa mazezeta, wameharibiwa, wamepotezwa kwa sababu walitakiwa watu fulani, lakini wakapigwa kichawi wakapotezwa. Bwana asifiwe sana. Ni maombi yangu ukuu wako ukurejee. Ni maombi yangu ile roho ya ukuu ikawa juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Neno lako likawa na nguvu kwa jina la Yesu aliye hai. Sauti yako ikawa na nguvu kwa jina la Yesu aliye hai. Waliokuzunguka wataiona nguvu juu yako. Sema amen. Okay. Hebu tuendelee kidogo. Mwanzo 49 mstari 26. Mwanzo 46. Mwanzo 49 sura. Mwanzo sura 49. Na mstari ule wa 26. Mwanzo 49:26. Neno la Bwana linasema, mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale. Vitu vinavyotamanika vya vilima vya milele. Na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake, aliye mkuu kati ya ndugu zake. Baraka ikakae juu ya Yusufu katika utosi wake, yeye aliye mkuu kati ya ndugu zake. Sinanielewa sio? Familia ya Yakobo ilikuwa na watoto 12. Lakini katika watoto hao aliye mkuu kuliko wengine ni Yusufu. Yeye ndiye aliye mkuu kati ya ndugu zake. Bwana asifiwe sana. Kwenye familia kuna wakuu, wala usisumbuliwe, usipate shida. Kuna mkuu aliye mkuu kwenye eneo la uchumi. Kuna mkuu wa mambo ya kiroho. Sema amen. Kuna mkuu kwenye eneo fulani. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiokoka Mungu anakupa vyote, wewe utawala mkuu, uwe na uwezo kuliko wengine wote. Kwa sababu wewe ndio unayemwakilisha Mungu. Hebu sema mimi ni mkuu kati ya ndugu. Mimi ni mkuu kati ya ndugu. Rudia tena, mimi ni mkuu kati ya ndugu. Rudia tena, mimi
Waliokudharau zamani waanze kukuita mheshimiwa. Waanze kukuita mheshimiwa. Sema amina. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Na ukisha kuwa mkuu, kuna watu wa kuzungumza na watu ambao wanao wakikusemesha vibaya, kuna mtu wa kuwasemesha. Amen. Haleluya. Kwa sababu mkuu amepakwa mafuta. Haleluya. Amen. Hebu angalia kitabu kile cha Luka sura ya 8. Luka takatifu ile sura ya 8. Kumbe kuna mtu mkuu kati ya ndugu zake. Luka ile sura ya 8, na tusome mstari ule wa 41 hadi 42. 41 hadi 42. Luka sura ya 8 inasema, na tazama mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Sema mkuu wa sinagogi. Mkuu wa nini? Nimekuambia kila ukuu na kazi yake, na kila ukuu na sababu. Hapa kuna wakuu wa uchumi wako hapa. Watu wakuu kwenye uchumi. Amina. Mtu anakuambia nilikuwa naogopa sana zamani pastor, lakini sasa hivi hakuna, kila mtu ananidharau, lakini walikuwa wananitetemekea sana, walikuwa wanaogopa. Unajua nini? Ulikuwa na ukuu, ulikuwa na ile neema ya ukuu ikiwa juu yako. Ndio maana watu wote walikuwa ukikuona, hata ukiongea ukisema wananyamaza wote, kwa sababu ni mtu mkuu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anaenda kuzaa watu wakuu sana hapa leo. Anasema kwa kuwa binti yake yu katika kufa. Nirudie hapa. Na tazama mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake. Huyu ni mkuu, kaja akakuta mkuu kuliko yeye, akaanguka mbele ya mkuu, lakini naye ni mkuu. Haleluya. Kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake apata miaka 12, na alipokuwa akienda makutano walimsonga, na mwanamke makutano walimsonga. Bwana asifiwe sana. Sema mkuu alianguka mbele yake. Sema mkuu alianguka mbele yake, akataka atendewe jambo. Okay. Kumbe huyu mtu ni mkuu, lakini kuna mambo hayawezi. Inakwambia ukuu una level na ukuu na sababu. Okay. Ndio maana hapa wanaweza wakawepo watu ambao Mungu amewapa neema ya miujiza, na wengine Mungu akawapa neema ya kusema neno, wengine akawapa neema ishara, mwingine akapewa neema ya uponyaji. Na hivyo ndivyo inavyompendeza Mungu. Haifai mtu mmoja awe na vyovyote. Na ukiwa huna ufahamu wa roho, utapata shida sana. Lakini kadiri unavyozidi kuwa mwaminifu, Mungu anakuongezea na kukuongezea na kukuongezea. Sema amen. Sema amen. Unaweza kumwambia mtu mgonjwa na asipone. Je, unacho? Kama una shughulika na kile unachokuwa nacho. Ni nini Mungu kakupa wewe kichocheo hicho? Bwana asifiwe sana. Kile ulichopewa kichocheo hicho. Bwana asifiwe sana. Sema neema ya Mungu juu yangu. Rudia tena, neema ya Mungu juu yangu yaweza kufanya mambo asiyoweza mwingine. Sema yaweza kuniwezesha kufanya mambo ambayo mtu mwingine hawezi. Haleluya. 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 Okay. Sasa mtu huyu mkuu amekuja kwa mkuu. Nani anaweza kuniambia Yesu alikuwa mkuu kwa sababu gani? Unaweza kusema. Ninachokwambia alikuwa Mungu pasa. Wengine wanasema alikuwa Masihi. Alikuwa ni mkuu kwa sababu ya miujiza. Yeye ni mkuu. Bwana asifiwe sana. Mkuu wa nini? Paswa kujua. Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume ile sura ya 3. Matendo ya Mitume ile sura ya 3. Na ule mstari wa 14 na 15. Biblia inasema Matendo ya Mitume 3:14-15. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki,
mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Yesu alikuwa mkuu wapi? Alikuwa mkuu wapi? Mkuu wa uzima. Hebu sema mkuu wa uzima. Yaani kila unachokiona kilicho hai chenye uzima ndani yake, mkuu wa kutawala uzima ni Yesu. Haleluya, haleluya. Ulishasikia mtu anaitwa mkuu wa mkoa? Yaani huyo ndio mtu mkuu kwenye mkoa huo. Huyo ndio akasema watu wote wafunge milango wakae ndani, watakaa, maana ni mkuu. Unasikia mtu mkuu wa wilaya? Huyo mkuu wa wilaya ana mamlaka kwenye wilaya, akisema watu wote watoke nje, watatoka kwenye wilaya, kwa sababu ni mkuu. Sasa Yesu ni mkuu wa uzima, akisema vyote vife vitakufa, akisema vyote viamke vitaamka, kwa sababu uzima mwenye mamlaka nao ni yeye. Haleluya, hebu mbele soma kofi ya utukufu. Ndio maana Yesu peke yake ndiye mwenye amri ya kufufua, maana ndiye mkuu wa uzima. Haleluya, haleluya. Hebu sema Yesu ni mkuu wa uzima. Hebu sema tena Yesu ni mkuu wa uzima. Rudia tena, Yesu ni mkuu wa uzima. Okay. Sasa mtu mkuu huwa hazuiliki. Sifa mojawapo ya mtu mkuu, hazuiliki na chochote. Hebu sema mkuu hazuilikani. Sifa mojawapo. Sema mkuu hazuilikani. Anayezuilika ni mtu gani? Asiye mkuu. Haleluya, 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 haleluya. Ukuu ni jambo la rohoni. Hebu sema ukuu ni jambo la rohoni. Na nawahakikishia baada ya kutoka mbele yangu leo, watu wataanza kuwaita majina ya heshima ya ukuu. Ukisikia watu wanakuambia unaendeleaje mkuu, usikataa. Sema naendelea vizuri kabisa, na usimjibu ukifikiri mshabiki kumwambia naendelea vizuri mkuu. Yesu mkuu. Bwana asifiwe sana. Habari yako mkuu? Mwambie salama. Habari yako? Usiseme salama salama mkuu. Yesu mkuu. Bwana asifiwe sana. Muelewe namna ku maintain status zenu. Haleluya. Haleluya. Okay. Sasa hebu angalia, tusome kitabu cha Mwanzo sura ile ya 23. Nataka nikupitishe kwenye historia za watu kadhaa waliofanikiwa, na ujue tunapozungumza ukuu unaelezwa ni mtu mwenye sifa ya namna gani, mtu mwenye nini, ili tumtambue mtu mkuu anapaswa kuwa nani. Tuanze kwanza na Mwanzo sura 23, alafu tusome mstari wa kwanza hadi wa 6. Mwanzo 23 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 6. Biblia inasema, basi umri wake Sara ulikuwa miaka 127. Ndio umri wa mke umri wake Sara. Sara mke wa Ibrahimu alikufa akiwa na umri wa miaka mingapi? Miaka 120 na ngapi? Miaka 120 na ngapi jamani? Anarudia. Watu wanadanganya hapa sasa. Basi narudia tena. Mwanzo 23 kwanza mstari wa kwanza. Jifunzaje wakati tunasoma Biblia na wasoma. Basi umri wake Sara ulikuwa miaka 127. Ndio umri wake Sara. Bwana asifiwe sana. Amen. Sara akafa katika Kiriath Araba, ndio Hebron, katika nchi ya Kanaani. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumuombolezea. Akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake, akasema na wazawa wa Hethi akinena, mimi ni mgeni, ninatembea kwenu, nipeni mahali pa kuzika kwenu, pawe pangu, nimzike maiti wangu, atoke mbele yangu.
Wazawa wa Hethi wakamjibu Ibrahimu wakamwambia, utusikie Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu. Utusikie Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu. Uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua katika makaburi yetu. Hapana mtu kwetu atakaye kuzuilia kaburi lake. Usizike maiti wako. Tumpigie Ibrahimu makofi. Yani mtu kaenda katika nchi isiyokuwa yake, akafiwa na mtu wake, akafuata watu wa mji akawaambia hivi, bana, mimi ni mgeni hapa kweli na nimefiwa na mtu niliyekuwa naye, ninataka mnipe mali nizike. Mtu aliyenifia atoke mbele yangu maana nimeshamwomboleza. Wanamwambia hivi, tusikie Bwana. Neno la kwanza Bwana inamaanisha mtawala. Bwana asifiwe sana. Amen. Utusikie Bwana. Hakuna mtu aliye mkuu kuliko wewe katika nchi yetu. Kwa hiyo wewe utembee, uchague, uangalie umzike wapi huyo maiti wako. Hakuna mtu atakayezuia. Kwa hiyo huyu Ibrahimu akienda kwa mfalme, akiangalia akasema nataka kumzika hapa nje, hakuna wa kumzuia. Maana hakuna aliye mkuu kuliko yeye. Nini kinasababisha awe mkuu? Mungu amemuinua na kumfanya mtu mkuu, kwa sababu ukuu ni jambo la rohoni. Sema amen. Na ukishakuwa na neema ya ukuu juu yako, mahali popote unapokwenda huzuiliki. Anaambiwa hakuna atakaye kuzuia. Amen. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu ikawe juu yako. Hakuna wa kukuzuia popote uendako. Neema ukuu ikawe juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Popote unapokwenda ukisema neno lisipingwe, likubaliwe, lipate kibali kwa jina la Yesu aliye hai. Wakuone, wakukubali, watetemeke mbele yako kwa sababu ya Mungu unayemtumikia. Haleluya. Haleluya. Lakini tukiendelea kitabu kile cha Mwanzo, watu wameendelea kueleza habari za mtu huyu mkuu ambaye ni Ibrahimu. Ibrahimu ni mtu mkuu sana. Mwanzo 24 mstari wa 30 hadi 38. Tuangalie watu wakieleza ukuu wa Ibrahimu na jinsi ambavyo anaendelea kutokuzuilika kwa sababu ya ukuu ulioko juu yake. Biblia inasema Mwanzo 24 kuanzia 30 hadi 38. Ikawa alipoiona ile pete na vikuku mikononi mwa nduguye, akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema, hivyo ndivyo alivyoniambia mtu huyo. Basi akamjibu mtu yule, na tazama amesimama karibu na ngamia na tazama amesimama karibu na ngamia kisimani. Okay? Akasema, karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana. Neno la kwanza, karibu wewe uliyebarikiwa, kama ulivyobarikiwa wewe. Karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana. Mbona unasimama nje? Kwa maana nimeweka nyumba tayari na nafasi kwa ngamia. Yaani mtu huyu ni mgeni, anaambiwa nyumba imeshaandaliwa, mahali pa kukaa, pa kulala, na ngamia, kundi la mifugo liloko nalo, limeshatengenezewa mahali pa kukaa. Mtu huyu ni mfanyakazi wa Ibrahimu aliyetumwa aende akamtafutie mtoto wake aitwaye Isaka, mke wa kuoa. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 32. Na mtu yule akaingia katika nyumba, akawafungua ngamia, naye akatoa majani na malisho kwa ngamia, na majani ya kuoshea miguu yake na miguu ya watu waliokuwa pamoja na maji ya kuoshea miguu yake na miguu ya watu waliofuatana naye. Mstari wa 33. Akaandaliwa chakula, lakini akasema, sili mpaka niseme kwanza maneno yangu. Akamwambia, haya sema. Akasema, mimi ni mtumwa wa Ibrahimu, na Bwana amembarikia sana bwana wangu. Amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Umesikia? Mungu amembarikia, amekuwa mtu mkuu. Zinatajwa sifa za ukuu kwamba
ana ng'ombe, ana kondoo, ana mbuzi, ana ngamia, ana watumwa na wajakazi. Bwana asifiwe sana. Anaendelea kusema, naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyonayo. Kisha bwana wangu akaniapisha akisema, usimtwalie mwanangu mke wa binti za Wakanani ambao nakaa katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa baba yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu mke. Haleluya, haleluya. Unaona mfanyakazi wa Ibrahimu akiwa ugenini anasema Ibrahimu amefanywa kuwa mkuu na Mungu. Haleluya. Naye alipoingia kwenye nyumba anaambiwa, karibu wewe uliyebarikiwa. Wewe uliyefanyaje? Uliyebarikiwa. Ukishabarikiwa, baraka itajitenga na wewe tena, haitajificha, itajieleza. Watakuona, watasema. Wale ndugu wanaokupinga watasema umebarikiwa. Haleluya, haleluya. Sikiliza, ninao mamlaka kukubariki. Sema amina. Nimepakwa mafuta na Mungu Roho Mtakatifu, na ninayo ya kutosha kukubariki wewe. Ninayo ya kutosha kukufanya wewe mtu mkuu. Sema amina. Kukuinua wewe mkuu kwa jina la Yesu. Najua nimejiuliza, tunaombea vitu vya watu haviende, vitu haviende, havifanikiwe. Je, wana permit kiroho? Do they possess spiritual permit? Wana ile ruhusa au kibali cha kiroho cha kufanya kitu fulani? Kama hana hiyo permit, ni zero. Akifanya akitakuwa, maana ili afanye ataulizwa, mamlaka hii amekupa nani? Ndivyo Yesu aliulizwa, tuambie mamlaka hii umepata wapi? Akasema, na mimi nitawaulizeni ninyi swali, mamlaka ya Yohana ya kubatiza ilipatikana wapi? Wakaenda wakashauriana, wakaangiana, tukisema kwa wanadamu watu hao wote watatupiga mawe, maana wanajua hiyo mamlaka ilitoka juu. Na tukisema ilitoka juu, atatuambia mbona mkuamini sasa kwamba na mimi nimepokea mamlaka kutoka juu? Wakaletana Mafarisayo wakamwambia, bwana mkubwa, hatujui ilikotoka. Akawaambia, na mimi sitawaambia mamlaka hii imeipata. Haleluya, haleluya. Mbeza makofi ya utukufu. Kumbe watu wanajua kuhusu mamlaka. Okay? Unataka kufanya biashara, kwenu ni nani aliwahi kutokea akatoboa kwenye eneo la biashara? Unataka kufika chuo kikuu, kwenu ni nani aliwahi kutoboa kufika chuo kikuu? Je, iko hiyo ruhusa kiroho? Huo mlango upo? Haya ni mambo ya kiroho. Kama haijawahi kuwepo ni kwa sababu haijawahi kutamkwa, haijawahi kuruhusiwa. Kwa hiyo hiyo nguvu ya kiroho ya kuwafikisha watu chuo kikuu haipo. Hiyo nguvu ya kiroho ya kuwafikisha watu kuwa viongozi kwenye nchi haipo. Lakini kisha tamko kuanzia leo, utakuja kuniambia, utaona wakitokea. Wanatoka viongozi watawala, wanatoka watu wanafika chuo kikuu. Yaani kikomo cha chini cha elimu kitakuwa degree kwenye familia. Na hakuna atakayesikia kuacha shule. Bwana asifiwe sana. Maana hiyo baraka imeshaachiliwa. Maana baraka ni nguvu ya kiroho. Ni nguvu ya kiroho ya kiutendaji. Inayozalisha, inayosababisha ongezeko, inayozidisha, inayofanya jambo liwe. So, leo upokee baraka ya ukuu kwa jina la Yesu aliye hai. Na unapokubariki na kubariki na uzao wako kwa jina la Yesu aliye hai. Uzao wako utaitwa heri na baraka kila watakapokwenda. Mahali popote watakapozaa, watoto watazaa waliobarikiwa, watazaa uzao mteule, watazaa watu wakuu. Amen. Hiyo ulikuwa una, leo umeongezewa hiyo. Haleluya. Ndio maana sitasikia mtu akiniambia tena akisema kwamba Mungu ninakuomba unipe tu mume yote niolewe tu na yoyote.
adui sio yoyote. Amen. Ukutane na mkuu mwenzako kwa jina la Yesu aliye hai. Familia ya kifalme huoa katika familia za kifalme. Sijasema familia maskini nayo inaoa katika familia maskini. Sijasema maneno. Nimesema familia ya kifalme inaoa katika familia gani? Za kifalme. Amen. Leo unaniambia wewe ni mtumishi, unataka kwenda kuoa tu mtu wa huko duniani huko. Unataka kwenda kuolewa tu na mtu wa huko duniani huko. Hapana. Mafuta yanahitaji mtu mwenye mafuta. Maana mafuta yanahitaji kutunzwa na mwenye mafuta mwingine. Watu wa ndege wa rangi moja huruka pamoja. Haleluya. Maana mimi nikimuona mke wangu anaimba nasema safi. Yesu. Haleluya. Nisikie furaha. Kwa sababu tukiwa tunatumika katika mafuta yanayofanana, hakuna mgongano wala msuguano. Unaonaje mimi narudi nyumbani nimetoka kwenye mkesha, mtu wangu anatoka disco? Utaeleweka huko ndani? Hakutaeleweka. Mimi narudi nyumbani na neno la Mungu linakuja na chibuku ya mbele. Tutaelewana kweli hapo? Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mafuta na mafuta, maji na maji. Amen. Maji yakitenge na mafuta. Amen. Na maana haviwezi kuchanganyikana. Amen, amen, amen. Okay. Angalia tena kitabu kile cha Mwanzo 26. Bado tunaendelea kuchambua ukuu. Mwanzo 26 mstari wa 12 hadi 14. Tusome pale neno la Bwana linasema, huu ni uzao wa Ibrahim. Tunaendelea nao sasa. Ibrahim ni mtu mkuu. Mwanzo 26:12 hadi 14 inasema, Isaka akapanda mbegu. Isaka akapanda mbegu, yani alijishughulisha sana na kilimo. Akapanda mbegu katika nchi ile. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambarikia. Yani akipanda kipimo kimoja anavuna vipimo 100 kwenye hicho kipimo kimoja. Kwa hiyo kama amepanda vipimo 10 atavuna vipimo, utazidisha 1 kwa 100 mara 10 upate alivuna ngapi? Bwana akambarikia. Haleluya. Okay. Mstari wa 13 inasema, na mtu huyu akawa mkuu. Sema mtu huyu akawa mkuu. Unaona Mungu alimtokea Ibrahimu akambariki, akamtokea Isaka akambariki, akamtokea Yakobo akambariki, kama alivyokutokea na wewe katika madhabahu ya lango kuu. Bwana akakubariki. Alikubariki hapa katika ibada hii yote. Mungu amekuwa akikubariki. Maana Mungu akuondoka alikutokea hapa siku 7 akikubariki na mpaka ikakaa sawa sawa. Haleluya. Basi Mungu akambariki Isaka. Na alivyombariki, alivyoenda kupanda kipimo kimoja akatoa 100 kwa kipimo kimoja. Bwana asifiwe sana. Mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Nakwambia ukuu na level. Kuna ukuu, alafu kadiri unavyozidi kuendelea kustawi unakuwa mkuu sana. Bwana asifiwe sana. Mpango wa Mungu ni ninyi kufanikiwa. Leo mkiona watumishi wa Bwana wakipita hapo na misafara magari 10-15, unasema ni kufuru. Sio kufuru. Hayo ni maneno ya mkosaji. Soma wakuu wa Biblia walikuwa watu wa namna gani? Walikuwa watu ambao wakitokea mahali watu wanatetemeka. Watu wanaogopa. Watu wanapata hofu kwa sababu ni watu wakuu. Na ukuu unaonekana kwa walivyo navyo, sio kukaa hivi. Hakunaga mkuu wa hivi. Hakuna mkuu anayepasua miayo. Hakuna huyo mkuu wa namna hiyo. Forget about it. Bwana asifiwe sana. Nasema mwaka huu tunataka kuanza kuishi maisha ya ukuu ambayo Bwana ametupa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukisikia kunywa juisi ya miwa, unywe juisi ya miwa. Haijalishi una shamba la miwa hauna, utakunywa tu kwa jina la Yesu. Ukichoka kwenda kununua sambusa za 500 una mashine utengeneze ndani kwako, ule mpaka zikutoshe.
Bwana asifiwe sana. Hebu sema naanza kupokea roho ya ukuu kwa jina la Yesu. Yesu unapokea ukuu kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu unapokea ukuu kwa jina la Yesu aliye hai. Napokea ukuu kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa Isaka alipobarikiwa akazidi kuwa mkuu, akistawi na kuongezeka hata akawa mkuu sana. Alafu Mungu atakupa unachokipiga. Yaani nisikilizeni, nyie mnaonaga watu wakuu mnaanza kuwatukana watu Freemason. Funga mdomo wako tafadhali. Amen. Ukiona huwezi kuwashinda, jiunge nao. Wenye hekima wanasema if you cannot defeat them, join them. Amen. Kama ukiona huwezi kuwashinda, kajiunge nao. Waambie hivi, nyie mnafanya gani jamani? Hebu nifundishie na mimi jamani, mnafanyaje? Mbona mambo yanaenda vizuri? Amen. Haleluya. Hata waliopigana na sisi vita walivyoona wametushinda, watarudi kujiunga na sisi. Haleluya. Wanaokupinga leo usipate nao shida, wanaokushambulia leo usipate nao shida, maana kesho wataweza kuwa marafiki zako wazuri sana. Watarudi, watajiunga nawe, maana wameshindwa kukuangusha. Vumilia tu. Haleluya. Mkuu lazima ashambuliwe. Haleluya. Mkuu lazima kutane na vita, lazima kutane na mapambano. Nisikilize vizuri. Leo nilikuwa nasikiliza mhubiri mmoja akasema vipi? Akasema taifa la Israeli ndilo taifa linalochukiwa duniani kote. Rafiki wa Israeli ni mmoja tu, Marekani. Linachukiwa kwa sababu ni taifa teule, taifa linalopendwa na Mungu, taifa lenye ile neema ya kikuhani juu yake. Mataifa mengine yamekuwa na chuki kwa sababu ni taifa teule. Bwana asifiwe sana. Lakini linachukiwa kwa sababu lake nini? Na ni taifa dogo sana. Wewe umeokoka, unataka upendo na kila mtu, sio kila mtu atakuwa rafiki yako. Ila wale wanaokuchukia usiwachukie wewe, waache, wape muda. Kuna saa watatubu, watageuka. Amen. Maana kama wakishindwa kukushinda, watajiunga upande wako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Leo tulikuwa tunaongea na mtu mmoja mkuu sana wa Mungu tukiwa na mke wangu. Akasema hivi, mimi nilipooa kule kwetu walinikataa. Wakasema mtoto wetu ameenda kuolewa kwa watu maskini. Lakini kapambana, akatuonyesha na kinyumba chake alichokuwa nacho cha udongo nyakati hizo. Akaeleza mambo magumu. Tukafikiri sisi tulikuwa na hali, kumbe hata hatuna gari huko sasa. Bwana asifiwe sana. Unasikia mambo ya mtu mbaya sasa, ngoja niende nyumbani jamani. Mimi nina baraka, mimi nina neema, mimi nina tofauti. Haleluya. Alipotuelezea, akasema siku hizi baada ya mimi kuwa na gari, baada ya kuwa na nyumba na napeleka vyakula nyumbani wanakula na watunza na wafanyaje, leo wanasema wako wanaulizia, hivi huyo baba, huyo mume wako anafundishaga kwenye kanisa gani? Maana mimi sasa nataka niache hata kwangu niwe namsikilizaga, nisikilize hata hayo mafundisho anayofundisha, na wakati yeye ni dhehebu nyingine, yeye ni dini nyingine, lakini kwa sababu ya upako na kuvumilia, kwa sababu walikubali ile dhiki na ile tabu, sasa wamemaliza. Maadui wanaanza kurudi wajiunge, sasa wanarudi waanze kusikiliza. Waliokupinga nataka kuambia watakurejea baadaye, waliokutukana watakurejea baadaye, wale waliokukataa na kukudharau, waliokutema mate ndio watakaopiga vigelegele vyako kesho, ndio watakaotandika mavazi chini ukanyage. Mungu atawatiisha wale wanaokuchukia. Itafika mahali utaenda hata nyumbani, utashangaa mama anatandika kanga. Wakitandika usishangae, wala usianze kujiuliza mwalimu wako. Sema pita pale ukinena kwa lugha, raba shata kama yeye. Nakupa utukufu Bwana, lima shato yo. Raba shata kama yendo. Asante Yesu, leo walionikataa leo wameniheshimisha. Baba asante Yesu. Haleluya. Nena moyoni mwako, alafu uangalie ni nani aliyefanya kitendo hicho. Kama ni yule aliyekutendea mabaya sana, usihesabu mabaya wake tena. Haleluya. Tamkiwa ukuu utakuwa ndama popote uendao. Naongea na mtu hapa? Naongea na mtu hapa? Naongea na mtu hapa? Naongea na mtu hapa?
akuchonge, akujenge ili ufae vizuri zaidi kesho. Maana leo ulikuwa kuna vitu viko sawa sawa. Mungu anakuandaa kwa ajili ya kesho iliyo bora, kwa ajili ya mema yaliyoko mbele yako, kwa ajili ya hukumu kubwa iliyoko mbele yako. Lazima utengeneze ufae. Mapito ni ya kitambo tu. Na wachawi wote wanaokuloga watajificha, hawatataka kukuona, maana wameshindwa kukushika. Malizie na andiko moja kutoka kwenye kitabu cha Ruthu. Kitabu kile cha Ruthu ile sura ya 2 na mstari wa 1. Neno linasema, basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali wa jamaa yake Elimeleki, na jina lake aliitwa Boazi. Mtu mkuu mwenye mali. Kigezo mojawapo cha mtu mkuu, what do you have? Hakuna ukuu tu wa kutembea unatanguliza kifua namna hii. Tunataka kuona tukifika kwako unaishi, unakula nini, unatembelea nini, unavaa nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tamko lako litakuwa na nguvu. Ndugu yako anaenda shule, kaja na Prado nyumbani, wewe umedandia lift ya baskeli ya mtu hapo njiani, umenyeshewa na mvua na una degree moja, hakuna kukusikiliza. Bwana asifiwe sana. Una degree lakini degree yako weka mvunguni. Huyo aliyekuja na Prado ndio atasikilizwa hata kama hajui kusoma. Tamwambia ninakuzidi sana dini elimu, wewe msinichezee dini nimeenda shule, nitakufunga. Atakwambia hamna hiyo, hizo ni mkwara tu. Haleluya. Hawa anakuambia umeongea sana, umechoka, hebu chukua 50,000 ukanywe soda. Na unamwambia utamfunga, na nilikuwa nakutania. Unamwambia aisha kwa 50,000 nakwambia, sasa utanifunga tena. Nilikuwa nakutania badala ya. Wewe tena mtu mkubwa namna hii. Haleluya. Wazungu wanasema money talks. Pesa inafanyaje? Inaongea. Mimi nakuombea uwe mkuu kwa jina la Yesu, ukavimiliki. Maana ukishakuwa mkuu utavimiliki, vile vitu vitakuja vyenyewe. Sasa hivi vinakukwepa kwa sababu hauna hiyo mamlaka ya ukuu. Ukishakuwa mkuu, cha pili utatawala. Rais Magufuli kabla hajapewa ukuu alikuwa anapita anasema, naombeni jamani, nipeni kura. Ninaombeni jamani. Akawa naomba mpaka sasa nyingine anainama hivi. Alipokuwa rais, hebu mwambie rudia ile alikuwa anasema. Nimesema haraka sana, muhakikishe mnafanya hiyo. Kesho nimetoa siku 3. Lakini zile siku za kwanza angewaambia wananchi natoa siku 3 na ningemsikiliza. Baada ya kupewa alichopewa, baada ya kupewa ile mamlaka, ukuu ulianza kufanya kazi. Acha nikuachilie leo kwa jina la Yesu. Ukuu kisha upokea leo. Wale unaodhani wanakupinga utaanza kuwaona. Wale walikuwa wanafanyaga, watabadilisha Mungu, watafanya. Haleluya. Watasema nakupenda. Leo unanipenda wewe ni mtu mkuu jamani. Anakusalimia. Shikamo. Ataanza kusema mpaka chini namna hii kwa sababu ya roho ya ukuu inayokaa juu yako. Haleluya. Pokea kwa jina la Yesu. Hakuna mtu aliyepokea ukuu kabla kutamkiwa. Maneno haya yanatamkwa, ndio maana malaika anatamka. Malaika anamwambia Mariamu, mtoto atakayezaliwa, lile neno analolitamka ndilo linaenda kuwa juu ya mtoto. Zekaria na mtoto anaelezwa mtoto atakayezaliwa atakuwa mkuu. Lile neno linapotamkwa ndipo linapoenda kuwa hai, linaishi. Sema amen. Kwenu hakuna aliyekutamkia, wanakuitaga tu majina ya ajabu. Leo kwa jina la Yesu na kutamkia ukuu. Na kutamkia ukuu kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu simama pale ulipo. Simama haraka. Hebu sema maneno haya. Sema, Baba wa mbinguni, na kushukuru kwa kunipenda. Asante kwa sababu ya saa hii tena. Asante kwa siku hii njema. Ninalipenda jina lako.
maana jina lako ni kuu mno, limepita majina yote. Jina lako limetukuka e Bwana, ni jina kuu sana Bwana, ni jina kuu sana Bwana. Ninakuomba e Bwana, wakati huu majira haya, mimi uliyenibariki kwa baraka zote za rohoni, utanipa kila kitu. Ninakuomba leo unipake mafuta niwe mtu mkuu, unipake mafuta niwe mtu mkuu kati ya ndugu zangu, kati ya jamaa zangu, watu wanaonizunguka, watu wa ulimwengu, watu na mataifa nitakayokuwa mbele yao, niwe mtu mkuu kuanzia leo kwa jina la Yesu. Ile damu yako iliyonitakasa ikaniheshimishe mbele ya ndugu zote, mbele ya jamaa zote, mbele ya marafiki zangu, mbele ya wanaume na wanawake kwa jina la Yesu, mbele ya watoto, mbele ya vijana nikaheshimike kwa jina la Yesu, mbele ya wafalme, mbele ya watu wakuu katika dunia kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema Baba mbinguni, ninaomba achilia yale mafuta ya ukuu, kama Yesu alivyosema, nimepakwa mafuta ili nihubiri habari za ufalme wa Mungu. Naomba e Bwana unipate mafuta ya ukuu, unipate mafuta ya ukuu. Ninapokea kwa imani kwa jina la Yesu. Leo mikono juu, ninapokea kwa jina la Yesu mafuta ya ukuu, ninapokea kwa jina la Yesu mafuta ya ukuu, ninapokea kwa jina la Yesu mafuta ya ukuu. Majira haya kwa imani ninapokea, kwa imani ninapokea mafuta ya ukuu, mafuta ya ukuu juu ya mwanaume huyu, juu ya mwanamke huyu, ninaachilia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaachilia mafuta ya ukuu kuanzia sasa. Yeye na uzao wake wakawe wako. Pokea ukuu kwa jina la Yesu, pokea ukuu kwa jina la Yesu, pokea ukuu kwa jina la Yesu aliye hai. Anza kunena kwa lugha rapa shato ripa kabaye rama shata kabalamo rika bashata kabo horika manda omba palulipo rika basete kepa ipa shata kamo ripa shata kabaye ipa shata kabaye ala kabate rama shata kabo ipa shete kema ripa shata kabo ipa shata kabaye raba kabalamanto kwa jina la Yesu. Makulu sofa ibashata kabaye kwa damu ya Yesu Kristo ibashata kabo olika mandara bosaya la kaprinde zendele bozondo kizonga amashanta ya bakaba ibakamaye ibashata kabo. Asante Yesu kwa kunipaka mafuta ya kuwa mtuko. Asante Yesu kwa kunipaka mafuta ili niwe mkuu nitawale, ili niwe mkuu nitawale, ili niwe mkuu nimiliki na kutawala. Asante Yesu, asante Yesu, maana umenipaka mafuta ili nitamalake, ili nitamalake, ili nitamalake, ili nitamalake, ili nitamalake. Hebu inua mikono juu, kimya kabisa. In Jesus' mighty name, ikawe kwako huo ukuu utamani upokee kwa jina la Yesu aliye hai. Neno kamiliki. Jesus' mighty name. Hebu inua mikono yako juu. Nyamaza kimya. Baba yangu Roho Mtakatifu, ni nani huyo mama, huyo dada unayesema ni mtu mkuu? Ninaomba umpake mafuta ya kumtofautisha na wengine. Sahi dakika hii, Mungu dhihirisho wa kimbingu kasikike hapa. Roho wako kashuke juu yake na mafuta kamugike katika utosi wake. Asante kwa sababu yuko anapokea. Asante kwa sababu ya huyo dada ambaye anapakwa mafuta. Asante kwa sababu ya mwanamke yule anayepakwa mafuta. Asante kwa ajili ya wewe mwanaume anayepakwa mafuta, ili awe mkuu kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Baba, katika ulimwengu wa roho nimegusa kila kipaji cha uso kwa imani kuanzia sasa. Nimekigusa kwa jina la Yesu, kila kipaji cha uso nimekigusa. Na tangaza wewe ni mtu mkuu, wewe ni mtu mkuu, wewe ni mtu mkuu, wewe ni mtu mkuu. Bwana amekufanya mkuu leo. Miliki na utawale, miliki na utawale.
likatawale. Tamalaki kila mahali, kuanzia kwa familia yako mpaka na nje na mataifa, kila mahali umiliki na kutawala vinavyoonekana, utajiri, fedha, mali na kila kitu, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Sijua kama kuna mtu alisikia himizo la kutoa sadaka. Kama ulisikia himizo la kutoa sadaka, ikamate sadaka yako. Alafu niombe na wewe kidogo tu. Suleiman alipochiliwa na Bwana, alipandia madhabahu ya juu, akatoa sadaka zake pale, na alitoa sadaka za mifugo 1000 kwa sababu ya kupokea ukuu aliopewa. Mimi sijui, mambo ya rohoni yamekuwa kama shetani ameyavuruga sana kwa watu ili wasione upendo. Lakini kama kuna mtu anasikia himizo la kutoa sadaka, kamata. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu anayetoa sadaka hii, kuitoa kwa ajili ya kuinuliwa. Mungu, ninakuomba atakapoiachilia sadaka hii, akakutane na hicho ulichokikusudia tangu zamani katika maisha yake. Amepokea ile roho ya ukuu leo, na anakwenda kutawala na kumiliki katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Basi kama ulikuja na sadaka yako, itoe kwenye madhabahu, itoe kwenye mbao. Hatuna mahali pa juu zaidi hapa. Itoe basi pale, na Mungu atakufanya jambo la tofauti. Wewe ni mtu mkuu kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe ni mtu mkuu kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu amekupaka mafuta uwe tofauti na wengine. Mungu amekuinua ili uwe mkuu kuliko wengine. Acha ukafanye mambo ya ajabu. Acha ukafanye mambo makubwa. Acha ukafanye mambo ya tofauti, na Mungu wangu akakushindie ukawe mkuu kuliko ndugu zako, jamaa zako, marafiki zako, kila mtu anayekuzunguka, ukawe mkuu kuliko yeye katika jina la Yesu. Baba Mungu, nasogeza matoleo haya yote mbele zako, ninaomba